Mungu atubariki. Karibu baba na Mungu. Bwana asifiwe. Na kusalimia tena kwa jina la Bwana Yesu. Nafurahi pia kukuona uko nyumbani mwa Bwana. Leo tunajifunza somo letu kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 20 mpaka 25. Tunamaliza, tunaongeza mistari kadhaa kwenye sura ya 4. Tutakuwa tumekamilisha mambo mengi ya msingi. Naona yanayofuata kuanzia mstari wa 7 ni baraka na salamu mbalimbali, lakini tuiangalie ya leo. Taanza kusoma sura 3 mstari wa 20. Maandiko nasema, ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote. Katika mambo yote, sio machache, sio yale yanayokufurahisha, sio yale yaliyo mema tu. Watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Utii wa mtoto wa mzazi ni jambo ambalo linampendeza Mungu, jambo ambalo linamfurahisha Mungu. Kwa hiyo anasema, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Mstari 21, ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu. Lakini kwenye Biblia za Kiingereza hajaanza na akina baba, ameanza na wazazi. Sema, ninyi wakina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Ninyi watumwa watiini au ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo, ukimcha Bwana. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo, kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Mnamtumikia Bwana Yesu Kristo. Maana adhulumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Sura ya 4, ninyi akina bwana wapendeni watumishi wenu yaliyo haki na ya adili. Wapeni watumishi wenu yaliyo haki na ya adili, mkijua kuwa ninyi nanyi mna Bwana mbinguni. Dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba mkiwa na shukrani, mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu atufunulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo, ambayo kwa ajili yake nimefungwa, ili niidhihirishe kama inipasavyo kunena. Nendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolezwa chumvi, ili mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Somo letu la leo lenye kichwa kisemacho, wajibu wa wazazi kwa watoto wao na wajibu wa watoto kwa wazazi wao. Kwa kwenye familia, kila mmoja amepewa wajibu wake wa kufanya. Mungu kama mwanzilishi au chanzo cha familia anataka kuona familia inastawi, familia ina ushindi, familia ina furaha, familia ina baraka, familia ina amani. Ndio maana kila mmoja akapewa wajibu wake. Kila mmoja
akapewa sehemu yake ya kufanya ili kuhakikisha kwamba wakati wote familia inakaa katika maisha ya ushindi. Mungu ametoa wajibu kwa kila upande. Mtoto ana wajibu wake na mzazi ana wajibu wake. Leo tutaongelea mambo manne katika eneo hili. Eneo la kwanza ongelea wajibu wa mtoto kwa mzazi na wajibu wa mzazi kwa mtoto. Jambo lingine tutakaloangalia wajibu wa kufanya kazi ya Mungu kwa moyo. Wajibu wangu, wajibu wako wa kuifanya kazi ya Mungu kwa moyo wa dhati. Eneo lingine, agizo la kudumu katika kuomba. Agizo la kuwa mtu wa maombi. Agizo la kuishi ukiwa muombaji wakati wote. Eneo la nne, wajibu wetu wa kuombea watakatifu, wa kuombea hata viongozi wetu, na pia wajibu wa kukomboa wakati. Sasa moja kwa moja kwenye kipengele cha kwanza, wajibu wa mtoto kwa mzazi na wajibu wa mzazi kwa mtoto. Watoto wamepewa wajibu wa kuwatii wazazi. Ndio wajibu waliopewa. Yeye mtoto kazi yake ni kumtii mzazi wake. Kila wakati Mungu anatamani kuona familia ikiwa na watoto wenye utii kwa wazazi. Mungu anataka kuona wakati wote mtoto anamtii mzazi wake, na anasema jambo hili linampendeza Mungu. Kwa hiyo mtoto ndani ya familia ambaye hana maisha ya utii kwa wazazi, ambaye anashindwa kuwatii wazazi wake, ajue yuko kinyume na neno la Mungu. Ajue hampendezi Mungu, badala yake anamuudhi Mungu. Anasema jambo hili lanipendeza. Mungu anapendezwa na mtoto mtii kwa wazazi. Kwa wakati wote wazazi tunao changamoto ya kuhakikisha kwamba watoto wetu tunawafundisha maisha ya utii. Kwa wazazi wengine wanashindwa kuwafundisha utii kwa sababu moja ama nyingine. Kwa hiyo tujitahidi mtoto mjengee mazingira ya kuwa mtii. Kwa nini? Utii wa mtoto, agizo alilotoa Mungu, limeambatana na baraka ndani yake. Hakuliacha hivi hivi kwa sababu linampendeza, aliliambatanisha na baraka kwa wanaotii. Ukisoma Waefeso sura 6 mstari wa 2 mpaka wa 3, anasema waheshimu baba yako na mama yako. Hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri na kuishi siku nyingi katika dunia. Kwa mtoto ambaye anaheshimu mzazi, anayo ahadi ya kuishi maisha marefu. Mtoto ambaye ni mtii kwa mzazi, ahadi alionayo iliyo mbele yake ni kuwa na maisha iliyo marefu mbele yake. Kwa nini? Kwa sababu ya utii aliyoujenga kwenye familia kwa wazazi wake. Kutamani kuwa na watoto watii. Katika hili, kila mtu aliyeokoka anatakiwa kuwafundisha watoto wake utii na heshima kwa wazazi. Hasa sisi tuliokoka tuna wajibu huo wa kuhakikisha watoto wetu wana maisha, wana tabia, wana mwenendo wenye kutii wazazi wakati wote. Na wakati mwingine wazazi watu tunajisahau. Tabia kwa mtoto inaanzaga kidogo kidogo. Anaanza jambo dogo, mama ananyamaza. Anaanza jambo dogo, baba ananyamaza. Tabia inajengeka. Inafika mahara
Hata ukimwambia kateke maji, asema mama siwezi, nimechoka. Kateke maji, asema mama leo sina nguvu, kwa sababu umemjengea tabia hiyo tangu mwanzo. Kwa tangu mapema mzazi ana wajibu wa kuhakikisha mtoto anakuwa mtii. Kinyume chake, mtoto unamtengenezea maisha yake yasiwe mengi, kama kitabu cha Mungu kinavyosema, Waefeso 6 mstari wa 2 mpaka wa 3. Kwa mimi na wewe tuliookoka tuna wajibu wa kuwalea watoto katika maisha ya utii. Lakini lazima tuelewe, kutii mambo yote hakumaanishi kuwa na ruhusa ya kutii yale yaliyo kinyume na neno la Mungu. Wako wazazi wengine akijua neno hili atamlazimisha mtoto atii hata yale ambayo yako kinyume na neno la Mungu. Ukifanya hivyo pia utakuwa umemkosea Mungu. Kwa sababu gani? Kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 1 anasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Katika Bwana. Katika Bwana maana yake watii kulingana na yale yaliyo ndani ya mapenzi ya Mungu. Ndio kutii katika Bwana. Kwa hiyo ukimtuma, namwambia mtoto, mzazi kijana kaokoka, hawajaokoka mtoto, baba ni mlevi, akasema kalete bia, mtoto akakataa, hatakuwa hajaenda kinyume na Mungu. Kwa nini? Akitii hilo halitakuwa kutii katika Bwana, kwa sababu liko kinyume na mapenzi ya Mungu. Lazima tuwe uangalifu kutii katika Bwana. Wazazi wakituambia tuache wokovu na tukiwatii, huko hakutakuwa kutii katika Bwana. Mungu anahangaika, Kristo amekufa msalabani ili atuokoe. Mtoto kaokoka, lakini mzazi anamlazimisha mtoto aache wokovu. Kama mtoto akitii hilo litakuwa sio kutii katika Bwana, kwa sababu ni kinyume na mpango wa Mungu. Wazazi wakituambia, wakati mwingine mtu ameoa anakuambia, mwanangu, huyo mke wako uliyemuoa utamwacha ukaoe mwingine. Biblia inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganisha. Anakuja mama yako, anakuja shangazi yako, anakuja wifi yako, anasema huyu mwanamke afai, umwache uoe mwingine. Ukimtii huko sio kutii katika Bwana, kwa sababu ni kinyume cha neno la Mungu. Lazima tuwe uangalifu katika hilo. Mfano, nilikuwa napata ushuhuda mtu mmoja, familia moja, mkoa fulani. Mtu ameoa mpaka wanawake 3. Kaoa wa kwanza, wazazi wakasema huyu mama hakufai, acha oa mwingine. Wakamtafutia mwingine, akamwacha wa kwanza, akawa aliyemletea. Wakakaa naye, wakasema unaye hafai, wakamtafutia mwingine, na kijana yupo anakubali. Ni upofu wa kiroho. Wazazi wasababisha ndoa yako ivunjike, naona watii, huko sio kutii katika Bwana. Wako mawifi wanakuwa wakali ndani ya nyumba, wanaamua mambo ya familia, huko sio kutii katika Bwana. Lazima tukatae, tuyatii yaliyo katika mapenzi ya Mungu. Tunapowakatalia pia lazima tuwe makini. Mzazi ni mlevi, hajaokoka,
mtoto ameokoka. Sasa unapokuwa unamkatalia yale yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu, ufanye hivyo kwa unyenyekevu mkubwa, kwa heshima kubwa, bila ugomvi, bila matusi au kiburi. Ufanye kwa unyenyekevu mkubwa. Maandiko yanasema, kitabu cha Tito sura 3 mstari wa 12 utasoma. Ufanye hivyo, au tusome Tito 3 Tito sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Wakumbushe watu kunyenyekea kwa watawala na wenye mamlaka, na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Wasimtukane mtu yeyote, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakiwa wapole sana kwa watu wote. Unamkatalia mzazi, lakini si kwa kiburi, si kwa kejeli, si kwa ugomvi wote. Unamkatalia kwa maneno mazuri. Ikiwezekana unamfungulia na maandiko na muonyesha. Wako wengine mzazi anakuambia, leo tuna kazi ya kukoroga pombe na wewe umeokoka. Unamwambia baba, wewe ni shetani, baba wewe ni pepo, umeshindwa. Hapo hujatumia hekima. Utafute neno lenye hekima la kumkatalia. Sio kumuita shetani, kaleta ugomvi ndani ya familia. Tuwe makini na wazazi wetu, tutumie lugha inayoeleweka. Pia wazazi wameagizwa kutowachokoza watoto. Soma mstari anasema, ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Kuwachokoza kukoje? Wazazi unapokuwa natoa adhabu ili kumrekebisha mtoto, ili kumrudisha katika njia inayostahili, lazima watoe adhabu ambayo iko viwango vya kawaida, wasipitilize. Isiwe adhabu ya kikatili. Nimeona sehemu fulani kwenye TV, mtoto wamepika mboga, wamekula imebaki, nafikia jioni, katoto ka binti kakaenda kachukua minofu mwili kakala. Mama yake alikuja akakachoma mikono kwa sababu kula finyango mbili. Mtoto anaunguzwa mikono, weka nyasi, piga kiberiti, mikono inaungua. Hiyo ni adhabu iliyopitiliza. Hapo maandiko yanasema umemchokoza mtoto. Ukimpa adhabu iliyopitiliza, anafika mara anakuwa sugu, anakata tamaa. Maandiko yanasema, ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Umpe adhabu ya kawaida, isiyo iliyozidi kiwango, ambayo itaonyesha kweli unampa malezi yanayofaa katika maisha yake. Vinginevyo itakuwa ni hatari. Baada ya kuona wajibu wa wazazi na watoto, tuende mbele kidogo. Eneo lingine tuangalie wajibu wa kufanya kazi ya Mungu kwa moyo. Maandiko yanasema, ninyi watumwa, hiyo watumwa nao wanatakiwa kutii. Mtumwa ni mtu ambaye yuko chini ya mtu, kama kaajiriwa kwenye shirika, kwenye kampuni, taasisi yote ile, yule aliyemwajiri ndiye mkubwa, aliye chini, aliyeajiriwa ndiye mtumwa, na yeye ana wajibu wa kutii vile vile, bila kujali elimu ulio nayo au nafasi ulio nayo. Lazima umtii bwana wako. Ndivyo maagizo ya Mungu yalivyo. Asema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo,
kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Lolote mnalolifanya lifanyeni kwa moyo. Mpendwa, kazi yoyote ya Mungu hatuna budi kuifanya kwa moyo, bila kusukumwa, bila kulazimishwa. Ukipangiwa majukumu kwenye kazi ya Mungu, kwenye nyumba ya Mungu, jukumu lolote utakalokabidhiwa ulifanye kwa moyo. Ndivyo maandiko yanavyosema. Usisubiri kusukumwa, usubiri mpaka ufuatiliwe. Hapana, ufanye moyo wako ukifurahi, ndio kufanya kwa moyo. Usifanye kwa kunungunika. Unafanya huku ili kumridhisha, lakini moyo hauko tayari. Hapana, tufanye kwa moyo. Kama ilivyo Wakolosai 3:23. Kupanga kazi yote ya Mungu, uwajibike kuifanya moyo wako ukiwa na furaha. Mpendwa, katika hili watu wengi makanisani hawapati baraka kwa sababu wanafanya kazi ili kuwaridhisha viongozi, ili kuwaridhisha wanadamu. Kapewa majukumu, moyoni mwake hataki, moyoni mwake hasikii furaha, moyoni mwake hayuko tayari, lakini anafanya ili mchungaji aridhike, anafanya ili kiongozi wa mama aridhike, anafanya ili mwenyekiti wa kwaya aridhike, lakini moyoni mwake hauko tayari. Hapo tunakuwa hatuwezi kupata baraka zilizokusudiwa na Mungu. Na watu wengi hata kwenye kutoa, ukitoa moyoni mwako haufurahii, unanyanyuka kwenye kiti kuja kutoa sadaka ili wakuone kwamba na wewe leo umenyanyuka, ukubaki nyuma. Ukifanya hivyo unapoteza. Ukifanya hivyo unahesabika ndani ya 100 walimetoa, wamenyanyuka. Mchungaji akiwa anasema leo waliotoa sadaka ni washirika wote, na wewe ukiwemo, lakini kwa Mungu wewe ni X, kwa sababu kwenye moyo haukuwa tayari. Umesimama ili fulani aridhike, ili fulani ajue, ili fulani aone, basi, lakini moyoni mwako haukuwa na utayari. Lolote mfanyalo fanyeni kwa moyo, ndivyo unapata baraka za Mungu. Ukisoma kitabu cha Yoshua sura 22 mstari wa 5, Yoshua 22 mstari wa 5, Yoshua 22 mstari wa 5 anasema, lakini mjibidishe sana kuzifanya amri na sheria ambazo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru kumpenda Bwana Mungu wenu na kuenenda katika njia zake zote na kuzishika amri zake na kushikamana naye na kutumikia kwa moyo wenu wote. Ukitumika moyo wako hujao tayari, unakuwa umepoteza. Utasoma Wakorintho 2:9-7. Hata ukisoma Warumi 12, Rumi 12 mstari wa 8 anasema, Rumi 12:8 anasema, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, msimamizi na asimamie kwa bidii, anayerehemu na arehemu kwa furaha. Sio kwa kuugua, sio kwa maumivu, sio kwa uchungu, sio kwa huzuni, na sio kwa hasira. Arehemu kwa furaha. Ukifanya hivyo unapata baraka kwa Mungu, kwa sababu Mungu akiweka kipimo chake kwenye moyo, anakuta umefanya kazi na moyo ukifurahi, moyo ukiwa tayari, anasema huyu anafaa. Unapata baraka za kiroho kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako umefanya kazi yake ukiwa mweupe, ukiwa tayari, bila kusukumwa. Hilo natoka kwenye neno lingine la 3 la kudumu sana katika kuomba.
Anasema tudumu sana katika kuomba. Dumu sana katika kuomba. Sura ya 4 mstari wa 2. Dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba, mkiwa na shukurani, mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo, ambayo kwa ajili yake nimefungwa, ili niidhihirishe kama inipasavyo kunena. Pendwa, kudumu maana yake ni kufanya jambo fulani wakati wote. Ni jambo lenye mwendelezo, jambo ambao ufanyi mara moja ukaacha. Hapana, unafanya leo, unafanya kesho, inakuwa ni maisha yako ya mwendelezo. Huko ndiko kudumu. Anasema dumuni katika kuomba. Maana yake maisha yetu yanatakiwa yawe ni maisha ya maombi. Usijisahau ukamaliza wiki ndio unakumbuka kuomba. Usijisahau mpaka watangaze maombi kanisani kwamba Jumapili ijayo tuna maombi ya kufunga, nawe ndio unakumbuka. Jumapili ijayo wakina mama wana maombi ya kufunga, nawe ndio unakumbuka. Alhamisi ijayo vijana wana maombi ya kufunga, nawe ndio unakumbuka. Huo sio kudumu. Hayo sio maombi ya mwendelezo. Hapana, yawe ya mwendelezo, uwe na tabia hiyo. Tudumuni katika kuomba. Ndio Mungu anavyosema, kwa tamani kuwa na maisha ya maombi wakati wote. Yawe ni mnyororo, kila siku umlingane Mungu. Na Roho Mtakatifu anasisitiza sana kuomba bila kuacha. Soma kitabu cha Wathesalonike. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. 5:17. Ombeni bila kukoma. Ndio agizo la Mungu. Huko ndio kudumu katika maombi. Unaomba bila kukoma, ni mwendelezo. Tusiwe na tabia ya kuomba tunapoagizwa maombi tu. Hapana. Au usisubiri ratiba ya kanisani peke yake. Uwe ratiba yako maalum ya maombi. Utaona Mungu atakuvusha. Yale ambayo yalikuwa ni magumu, utaona milima inayeyuka. Baada ya muda utashangaa, hivi ni mimi? Yalikuwa yananisumbua yako wapi? Ni kwa sababu umejihusisha katika kuomba. Siku moja miaka ya nyuma, nilikuwa kwenye maombi kidogo ya siku kama 3-4. Nikiwa nimekaa mchana kama nachukuliwa na usingizi, nikaanza kuona mambo fulani, lakini mojawapo linahusu, ninaona mtu amefungwa kamba hivi miguu kama amesimama, mikono yote imefungwa hivi. Lakini muda unavyoendelea, ile miti duara linatanuka, yeye anabaki peke yake. Upana linaongezeka, upana linamwacha mbali, linamwacha mbali, linamwacha mbali, linamwacha mbali. Ndio Mungu akaniambia kwamba hii ndio kazi ya maombi. Adui unapokuwa unadumu katika maombi, ile nguvu inapokuwa inaongezeka kwako, kile unapoomba nguvu inaongezeka, ndipo adui unamsogeza mbali na wewe. Unamsogeza mbali na wewe. Unamsogeza mbali na wewe kwa sababu ya kudumu katika maombi. Ukiwa uombi, maki adui yuko miguuni kwako kila siku. Ukiwa muombaji, unamsogeza mbali na wewe. Kwa lazima tuwe na maisha ya maombi, tusiache. Paulo anasema, napigana kama napiga ngumi upepo. Huoni kitu kwa macho kama kinatendeka, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kinafanyika. Kuna kitu kinajengeka. Kwa macho huwezi kukiona, lakini kwa ulimwengu wa roho kuna jambo linafanyika kwenye maisha yako. Ukidumu katika maombi, utaona mkono wa Mungu ukivusha. Pia tupasa kuombea na watumishi wa Mungu.
Usijiombee wewe, muombee mchungaji wako, waombee viongozi wako, waombee na washirika wengine. Unajua neno la Mungu linasema hivi, ni heri kutoa kuliko kupokea. Unapoacha ya kwako ukamwombea mwingine, ni sawa na mtu aliyetoa. Faida unapata wewe, unamwombea kaka fulani, unamwombea dada fulani, lakini nguvu ya ushindi inakuja kwako kwa sababu ya maombi. Umetoa maombi kwa mtu, faida inakuja kwako. Kwa hiyo usiwe na ubinafsi, hapana, waombee wengine. Viongozi wako wakumbuke, mchungaji wako muombee, ili Mungu amwezeshe, ampe maono, ampe masomo mazuri ambayo yatafanya kanisa liweze kukua na kuongezeka. Masomo mazuri yatakayofanya maisha ya watu yakabadilika. Kwa nini? Kwa sababu ya maombi yako. Kwa hiyo ukajisahau, ukajipendelea wewe. Hapana, waombee na wengine. Kwa kufanya hivyo, unahamishia baraka kwako, unahamishia ushindi kwako, una faida unaziweka kwenye maisha yako kwa sababu ya kuombea wengine. Kwa tamani kuwa mtu wa maombi katika jina la Yesu. Mtume Paulo alijua hilo, ndio maana aliwakumbusha kwamba wamuombee. Tutasoma Thesalonike 5:17 na 25. Tutasoma na Waefeso 6:18-19. Alijua umuhimu wa kuombewa, ndio maana kila wakati alisisitiza sana wamuombea. Ndio maana na Mungu alimtumia, kwa sababu makanisa yote wanakuwa wanamuombea, lazima Mungu amtumie. Eneo letu la mwisho ni wajibu wetu wa kukomboa wakati. Neno la Mungu linatuonya kwa Kristo yuko mlangoni, hakawii, wakati wote ambao udhani atakuja. Sasa ili tusiweze kuaibika, kazi yetu ikipimwa ionekane ni kazi, sio nyasi zikaungua. Hapana, lazima tukomboe wakati. Muda ni rasilimali muhimu sana. Muda ukiuchezea huupati tena. Lazima tuutumie vizuri muda, kwa sababu ni rasilimali muhimu na adimu. Mfano, tulikuwa na msimu wa mvua, sasa umepita. Tutaenda, tukifika mwezi wa 11 msimu wa mvua unaanza tena. Mvua zitanyesha, zitafika mara zitaacha, zitakuja msimu mwingine zitanyesha. Lakini yale ambayo wewe ulipangiwa uyafanye kwa miaka hii, kama hujayafanya ndio umepoteza, kwa sababu miaka hairudi nyuma. Muda ukipita haurudi. Ukisoma kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 anasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini ukisoma Biblia ya Kiingereza imetusema kila jambo lina muda sahihi na lina muda sahihi. Kwa hiyo wewe kama umepangiwa kufanya kazi ya Mungu ndani ya miaka hii miaka ikipita hairudi nyuma, utakuwa umepoteza. Muda wako utakuwa umepita, hujafanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo tuna wajibu wa kukomboa wakati kwa kufanya kazi ya Mungu kwa muda tuliopewa. Tena neno la Mungu linasema ni kuhakikisha unatumia kila fursa uliopewa kufanya kazi ya Mungu. Kila mwanya ambao umeupata utumie vizuri kufanya kazi ya Mungu.
Huko ndiko kuukomboa wakati, kutumia muda vizuri, kufanya kazi ya Mungu. Muda ukipita hauwezi kurudi tena. Miaka yako uliyopangiwa, utakuwepo duniani miaka 50, 70, hata kama 80. Ikisha hiyo basi una nafasi tena uweze kurudisha nyuma. Kwa lazima tutumie vizuri kila fursa unayoipata kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ya Mungu. Huko ndiko kukomboa wakati. Tusipoteze muda kwa kufanya yasiyo na maana. Tusome neno la Mungu wakati wote. Tushuhudie watu waokoke. Tufanye kila kazi ya Mungu ili Kristo atukuzwe kwa huduma tulizo nazo. Kila mtu amepewa karama yake. Kila mtu amepewa talanta yake. Hiyo usipoitumia vizuri kwa muda uliopewa, utakuwa umepoteza. Kuhakikisha ile karama uliopewa, ikiwa ni ya kuimba, itumie vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ikiwa ni kutoa, itumie vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ikiwa ni kufundisha, itumie vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Chochote kile ambacho Mungu amekupangia ukifanya kwa nyumba ya Mungu, kila nafasi unayopata hakikisha unafanya kwa bidii. Maana muda ukiisha uweze kurudisha tena. Huko ndiko kukomboa wakati, na Mungu wa mbinguni akubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu. Yako mambo kadhaa umetukumbusha. Umetukumbusha habari ya wajibu wetu, wazazi kwa watoto wetu. Umetukumbusha pia watoto tunao wajibu kwa wazazi kuwatii. Umetukumbusha Bwana jinsi yatupasa kufanya kazi kwa moyo. Tusiwe na manunguniko tunapokabidhiwa kazi katika nyumba yako. Tufanye kwa moyo wa furaha. Umetukumbusha Mungu jinsi ya kukomboa wakati. Tusipoteze muda kwa mambo yasiyo na maana. Kila nafasi tunayoipata tuitumie vizuri kwa ajili ya utukufu wako. Baba, tunakushukuru. Asante Jehova. Asante Mfalme. Najua umetufundisha haya ili yakalete faida kwenye maisha yetu, ili yakalete faida kwenye kanisa lako, ili yakatumike kujenga mwili wa Kristo Bwana. Asante Mungu wetu, asante Mfalme. Unajua unatupenda, ndio maana haya umeyaruhusu kwetu ili tuyafahamu. Asante Bwana. Tunakupa sifa na utukufu, maana ni wewe unayestahili peke yako, katika jina la Yesu. Mungu wetu, tunaenda kunyosha mikono yetu kwa ajili ya sadaka. Na kusihi Bwana ukawabariki watoto wako watakaonyosha mikono yao. Bariki nyumba zao, bariki kila jambo naliendea Bwana. Wakuone wewe Mungu, katika jina la Yesu. Jehova Hire, tunaarisha ibada hii Bwana. Wote naoweka mikononi mwako, simama nao, walinde. Malaika wako wa ulinzi wakaambatane nao. Nyumba zao zikafanyika kituo chako. Malaika wakafanya kituo usiku na mchana, wakipanda na kushuka. Ulinzi wako ukidhihirika kwao, maana Baba umesema, Bwana asipoulinda mji, akeshaye afanya kazi bure. Ulinzi wako ukadhihirika kwa kila mmoja, katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen.